Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe tena. Tunalihubiri neno lake ambalo ndilo ukombozi wa mataifa yote, kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amina. Mwenyezi Mungu wa mbinguni apate kutubariki na kutuongoza katika kulihubiri na kulitangaza neno lake. Neno la Mungu linasema kila silaha itakayofanyika juu yako haitafanikiwa. Umaskini hautafanikiwa, magonjwa hayatafanikiwa, uchawi hautofanikiwa, madeni hayatofanikiwa, kudharauliwa kote ulikozarauliwa hakutofanikiwa, kutukanwa ovyo hakutofanikiwa tena. Bwana Yesu asifiwe tena. Ni mambo gani ambayo amekwisha kuweza kuyafanya Mwenyezi Mungu katika kuweka heshima kwa watumishi wake, wale ambao wamekwisha kukubali kulikiri jina la Yesu Kristo? Tunajua kwamba toka zamani Mwenyezi Mungu alikuwa akitembea na watumishi. Tunaangalia baba wa imani Ibrahim, Mungu alitembea naye, na ni pale ambapo Ibrahim aliweza kusimama na kujenga imani yake. Pia alipompata Isaka alitembea na imani ile ile, na Isaka alipompata Yakobo akatembea na imani ile ile. Hivyo katika Yakobo alimzaa pia Yusufu, na pia ndiko kilikotokea kizazi cha Daudi, na ndipo pale tunampata Yesu Kristo. Hivyo basi ni mambo gani ambayo Mwenyezi Mungu amehakikisha kwetu sisi? Katika kitabu cha Hesabu sura 23 mstari wa 23 unasema kwamba hakika hapana uchawi juu ya Yakobo, wala hapana uganga juu ya Israeli. Sasa habari za Yakobo na Israeli zitasemwa. Ni mambo gani aliyoyatenda Mungu? Bwana Yesu asifiwe tena. Katika kizazi cha Daudi, lile shina la Yese, ndipo alikozaliwa Yesu Kristo. Hivyo Mwenyezi Mungu amekwisha kumtoa Yesu Kristo. Kwa alisema kwa ajili yetu mtoto amezaliwa, ambaye mtoto huyo ana uwezo wa kifalme uko begani mwake. Ni mshauri wa ajabu, na pia ni Mungu mwenye nguvu. Hivyo Mwenyezi Mungu amekwisha kumtoa Yesu Kristo, akaweza kumwaga damu ili kuweza kutukomboa na mambo haya. Hivyo pale ambapo tulikumbwa na laana, tulikuwa tukitukanwa hovyo, kudharauliwa, madeni alikuwa anatuandama, njaa na dhiki mbalimbali, yeye anasema pale ambapo tulikwisha kuandamwa na laana, alikwisha kuturudia akasema, watu hawa nimewafanya mimi kwa mkono wangu, ni kwa nini wateseke? Hivyo akaweza kumtuma Yesu Kristo aweze kutukomboa katika hizo laana. Hivyo basi kwa yoyote yule ambaye atakuwa amelikiri jina la Yesu Kristo na kubatizwa na kuamini, magonjwa hakuna, umasikini hakuna, ule utasa hakuna, madeni hakuna, kutukanwa hakuna, kunyanyasika katika kazi hakuna. Pale ambapo unakuwa umeajiriwa unanyanyaswa, unatamani mpaka kuacha kazi, hakuna tena, kwa sababu pale ambapo unakuwa umekwisha kulikiri jina la Yesu Kristo, atakupa Roho wake Mtakatifu. Hivyo Roho Mtakatifu ni Mungu mwenyewe ambaye atakuwa anakutetea. Hautoenda kwa shauri lako, bali kwa shauri la Roho Mtakatifu. Bwana Yesu asifiwe tena. Kitabu cha Isaya sura 54 mstari wa 17 kinasema kwamba kila silaha itakayofanyika juu yako haitafanikiwa, na kila ulimi utakaoinuka juu yako katika hukumu hautahukumu kuwa mkosa. Huu ndio ulisi wa watumishi wa Bwana, haki yao yatoka kwangu mimi, asema Bwana wa majeshi. Watoto wako hawatadharauliwa, mke wako hatodharauliwa, wala we mwenyewe hautodharauliwa, bali Mungu ataweka heshima. Bwana Yesu asifiwe tena. Hivyo Mwenyezi Mungu amekwisha kuhakikisha ulinzi kwa kumtoa Yesu Kristo wa Nazareth aliye hai, kwa wale wote waaminio wapate kuwa na amani ya milele na uzima wa milele. Hivyo basi mpokee Yesu Kristo upate kuwa salama, wewe na kizazi chako. Bwana Yesu asifiwe tena. Hivyo tunayo neema ya kuunganishwa, sisi ni matawi katika Israeli. Mwenyezi Mungu anasema alikuja kwa walio wake, lakini walio wake hawakumpokea. Hivyo pale ambapo walimkataa Israeli, walimkataa Yesu Kristo, ndipo neema ikatufikia na sisi. Hivyo sisi ni matawi yaliyo
yaliyopandikizwa. Hivyo pale ambapo utakuwa umekwisha kulikiri jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai, utaishi kama watakatifu wa Mungu walivyokwisha kuishi duniani hapa. Utaishi kama Ibrahim baba wa imani, utaishi kama Isaka mtoto wa Ibrahim, utaishi kama Yakobo mtoto wa Isaka, utaishi kama kina Yusufu, utaishi kama Daudi, mwisho utaishi kama vile Mungu atakavyo. Bwana Yesu asifiwe tena. Hivyo basi kufanywa mfalme, nenda katika utii wa neno lake. Pale ambapo unakuwa umeokolewa, fata maelekezo yake, pita zile njia ambazo anakwisha kuzisema, na uzima wa milele utakuwa nawe, na ufalme wote utakuwa nawe, na heshima yote itakuwa nawe. Bwana Yesu asifiwe tena. Baada ya kusema hayo, sina mengi zaidi ya kusema. Mwenyezi Mungu awalinde wote.